waumini wa dini ya Kiislamu wanajua maana yake kwamba ni subira ya kuvuta ili wapate kukamilisha ibada yao ya mfungo wa Ramadhani tukufu waliokuwa wanakamilisha. Leo ndio wanakamilisha katika viwanja vya ZKM Mbagala rangi tatu ili kukamilisha ibada yao ya Eid kuu, Eid al-Fitr. Kwa utulivu unaoona hapa ndiko kinachoendelea sasa hivi hapa, kusubiriana ili kuweka nafasi ya wakati za kufanya ibada wakati. Wako tayari kwa kushiriki ibada ya Eid al-Fitr. Harakati zote unazoziona hapa ni maandalizi yao na wako tayari kwa ajili ya kushiriki ibada ya Eid al-Fitr ndani ya viwanja vya ZKM Mbagala rangi tatu, ndiko inafanyika ibada katika viwanja hivi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Zangu baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumtakia ziada rahma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naomba nisisitize jambo kwamba kuna vitu vitu vinapita huko vya wenzetu wa Darul Kawthar, wanatangazia nafasi za masomo ya mtawasiti wa muhula huu mpya katika shule yao ambayo iko Mbagala rangi tatu, shule ya msingi karibu na stendi ya bajaji, ambayo inapokea wavulana na wasichana kwa masomo ya dini, na hasa ukizingatia maeneo yetu ya Mbagala haya kwamba hatuna mtawasiti, na mtawasiti ni lengo ama ni levo ya sekondari. Kwa hiyo Darul Kawthar inaandaa maduati wa kike na wa kiume. Kwa hiyo ambaye mtoto wake hajampeleka sekondari, yupo anahendesha anazunguka mtaani, ili asiye chokolaa, mlete Darul Kawthar ili aweze kusoma masomo ya dini ya Kiislamu, sio anazunguka. Na wale ambao wamehifadhi Qur'ani, kipindi muafaka sasa kujiunga na Darul Kawthar, na faida nyingi itapatikaniwa kwake na kwa wazazi wake na kwa ustawi wa nchi kwa ujumla. Ndugu mtazamaji wa Ramaiti TV, kama unavyoona utulivu huu ndivyo utaratibu ulivyo wa dini ya Kiislamu. Kila wanapofika kwenye viwanja vya Mbagala ZKM rangi tatu, basi subira inayokuwepo hapa ni baada ya kusubiria tu muda ufike wa ibada. Kwa utulivu huu unaoona na harakati zinazoendelea hapa, kufanya subira ili wakati wa ibada ufike. Utulivu unaoona wametulia kweli, wako vizuri, wanasubiriana na muda ukifika tu watasimamisha ibada ya Eid al-Fitr katika viwanja vya hapa ZKM Mbagala rangi tatu, ndiko ibada kuu inapofikia ya Eid al-Fitr kwa dini ya waumini wa Kiislamu. Leo wanakamilisha katika furaha yao ya mfungo wa Ramadhani ndani ya viwanja vya ZKM Mbagala rangi tatu, ndiko wanaposwalia viwanjani dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watangazie wengine kheri kama hiyo. Na kusema kweli hakuna ada kusaidia sasa gani kila siku shilingi 500, hiyo ada yani piga kila siku shilingi 500 mpaka kwa mwaka shilingi 5 ni hela ndogo. Kwa hiyo tunaomba inshallah tuchukue hili na kuwasishie wengine, Allah atawapa kila kheri. Na baada ya muda mchache taswali hili, kutokana na hali ya mazingira vile yalivyo, ni maombi wale ambao sikana masuala ya zakatul fitr kwamba wamepokea warudishe kwa wale ambao sio nazo, na wasikie furaha katika siku hii ya leo. Kwa hiyo inshallah niwaombe kila mmoja akae nafasi yake vizuri, ili baada ya muda jambo liendelee sana. Jamani, fanya kazi yako.
wakati ukitoka ibada ukaona msimamisho ibada hapa muda sio mrefu, ndio kama dakika chache, na utulivu waliochukua, kila mmoja akachukua nafasi yake kwa ajili ya kushiriki ibada ya Eid al-Fitr katika viwanja hivi. Ndivyo unaona utulivu wote huu hapa. Baada hapo ibada itaanza sio muda mrefu. Kama tulivyozungumza katika hatua ya awali, yako mahitaji mengi sana yanatakiwa kwa ndugu zetu wale ambao wametasirika na hali mbalimbali. Moja ya kanuni yetu ambayo tumeiweka ili kurahisisha mawasiliano, tuna kitu kinaitwa bahasha. Ile bahasha unalazimika wewe kuingiza chochote katika kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha ili tuwasaidie wenzetu wenye kuhitajia. Tumesema mengi, lakini kwa kurejea moja tu la msingi, ndugu yangu, ili mnafahamu wenzetu wako katika hali ngumu, mnafahamu hilo, ni wazi kwamba wako wenzetu wako hospitalini. Tunahitaji kula nao chakula na wao, kama wewe unafurahia nyumbani, basi pia wachungaji wenzetu hawa waliokuwa hospitalini tunawasaidiaje? Njia nyepesi ya kusaidia ni hii, kwamba tumeleta bahasha. Hizi bahasha uweka sadaka yako kwa nia yoyote inayoonekana kwako ni ya mzuri. Lengo ni kuhakikisha kwamba wenzetu hawa tunawasaidia, na imani kwamba mahudhurio haya tutakuwa nayo siku ya leo itakuwa siku muhimu sana kufanya maandalizi ili kuhakikisha wale wagonjwa tumeweza kula nao, wagonjwa tumeweza kuwasaidia matibabu yao, wagonjwa tunaweza kuwasaidia mahitaji yao mbalimbali ya msingi ambayo wengi wanayakosa. Kwa fursa hii ninawaombeni sana, bahasha bado zipo nyingi mno mkononi, hazijachukuliwa na wala hazijawekewa kile ambacho tunakihitajia. Kwa hiyo tumia fursa hii, chukua bahasha kwa vijana wetu hapo, weka sadaka yako iweze kusaidia kuendelesha majukumu mbalimbali yanayotokana na hizo sadaka zenu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sasa kwa niaba ya jana. Maandalizi ya kumaliza harakati za kuweka sawa kwa ajili ya hapa mbele ndiko sehemu ambapo tunaanzia ibada. Wetu yuko katibu hapa, yuko tayari ili kuruhusu ibada ianze muda sio mrefu, dakika hii hapa kuangalia mtazamo ambao uliopo ndani ya viwanja vya Zakem Mbagala mitatu.